Mimi nimeanza na Leonardo 2022. Wote tulikuwa tuna hela. Okay. Hadi 2026 ukiangalia sasa hivi Leonardo ana maisha mazuri, ana gari, ana kila kitu. Miradi yao mimi naamini kwa sababu nimeona pia ni moja ya mtu ambaye anachukua mzigo mrefu sana kwenye matangazo. Hamisa Mobeto anachukua mzigo mrefu sana, Kiredio anachukua mzigo mrefu sana, Leonardo anachukua mzigo mrefu sana. Bana, mambo vipi? Hii ni Uni Award na leo tupo kwenye Uni Awards na tupo na Stanley, kaka mtu mzima kabisa masuala mazima marketing. Hivi kwa Tanzania kwa sasa hivi mtu anafanya content za marketing ni wewe peke yako? Nahisi nilianza mimi, sasa hivi ndo wanakuja wanaiga. Sema wana appreciate kidogo bwana brother, bila mimi nakubali nataka kufanya kama wewe hivi na hivi, basi napata tu muongozo wanafanya. Kwa hiyo mimi napenda wanachokifanya pia. Okay. Sawa. So yangu ya kwanza ambayo nilikuwa najiuliza, nilisema nikutana naye nitakuuliza. Unahisi Tanzania miundombinu mizuri ya content creators na mambo ya marketing ya social media ya kupata pesa direct kupitia social media? Kwa content creators miundombinu naweza nikasema ipo, naweza nikasema bado. Kwanza kwenye upande wa ku-create zile mimi kwamba zile maudhui. Mfano labda kwenye madaraja ama Tanzanite pale sijui wapi, ila kwenye upande wa social media nafasi ipo kubwa sana kwa content creator kupiga hela nyingi, kwa sababu makampuni na wafanyabiashara sasa hivi mpunga wao wa matangazo hawapeleki tena kwenye radio na television, wanapeleka kwenye ma-influencer na ma-ambassador. Kwa maana yake content creator sasa hivi wana nafasi kubwa sana ya kupiga hela nyingi na mpunga mwingi zaidi kupitia social media platform zao wanazozifanyia kazi. Kabla tujatoka hapo, nikikwambia unawezeshee ma content creator na influencer 5 wanaopiga hela kubwa kwenye social media, utaniwezeshea kwanza ni nani? Wako wengi, siwezi nikaweka kwa range ya kufanana, ila I think sasa sijajua kama miradi yao ni content creator au la, ila miradi yao mimi naamini kwa sababu nimeona pia ni moja ya mtu ambaye anachukua mzigo mrefu sana kwenye matangazo. Hamisa Mobeto anachukua mzigo mrefu sana, Kiredio anachukua mzigo mrefu sana, Leonardo anachukua mzigo mrefu sana, Ndalo anachukua mzigo mrefu sana, na Best King na Mary anachukua mzigo mrefu sana. Kwa hao ndo ambao nawajua katika rank ya content creator wanachukua mzigo wao. Mantiki hiyo unataka kuniambia kwamba ile tunaosikia kwamba Steve Mweusi kina Clam wanasema kwamba YouTube inawalipa pesa nyingi sana, ni ukweli kwa kupitia hizo ambacho unakisema? Yeah, YouTube inalipa na mimi ni shahidi wa hilo. Nishawahi kuona dashboard ya Steve Mweusi na mzigo mwingi sana. Kwa namna hao YouTube na zile streaming wanazofanya video zao zile clip zinawalipa kwa namna moja au nyingine, lakini pia matangazo pia yanalipa. Kwa hiyo ni mtu anachagua aende wapi, either YouTube au kwenye matangazo ya biashara ya. Sawa. Swali langu ambalo la pili nataka nikuulize sasa hivi, kati ya kipaji na elimu unahisi ipi ambayo kwa sasa inalipa sana kwenye dunia na hata ulimwengu mzima? Ukiwa na kipaji ongeza elimu. Ukiwa na kipaji ongeza elimu. Siku zote ukiwa na elimu na kipaji una manufaa makubwa sana ya kuongeza vitu vingi kwenye kipaji chako. Wasanii wengi, ma-influencer wengi wana vipaji vingi ila hawajui kujiuza kimarketing. Wengi hawajui kujiuza na wengi hawajui ku negotiate their deals. Kwa hiyo ungekuwa na elimu kuhusu negotiation au kuhusu marketing au kuhusu social media management, maana yake hapo ungekuwa una urahisi wa kujua kazi yako ni ipi na hela unapigaje. Kwa hiyo ukiwa na kipaji ongeza juhudi, lakini pia ongeza elimu. Make sure unakuwa updating kila siku kwa kitu unachokifanya. Kwa hiyo kipaji na elimu vinaendana. Siku zote wanasema kama siku zote mtu anayekulavu lazima pia akuonee huruma, anayekupenda. Kwa maana yake unatakiwa pia ukipende kipaji chako kwa kukipa elimu bora, elimu nzuri. Kuwa updating, jifunze sana kuhusu unachokifanya. Angalia creators wa mbele wanavyofanya, wakina Shui, wakina Kai, wakina Aisho Speed, wakina nani, angalia wakina wanafanya, wakina Mr Beast wale. Jifunze, learn more. Itakuongezea sana kujikuza katika kipaji chako. Ukipewa saizi nafasi ya kuwashauri content creator wa Bongo na wale ma social media wale kama hivyo,
yani ushauri mmoja tu, yani umesha finalize kila kitu, ushauri upi utakawapa? Ushauri mkubwa ni make sure unakuwa na management. Unahisi hawana management? Wengi hawana, wanaamini manager anakuja kupiga hela yake, ila uwezi ukafanya kila kitu. Okay. Msanii uwezi kufanya kila kitu, uwezi ukajua kila kitu. Msanii unatakiwa uwe na lawyer, daktari wako, mtu wako wa PR, script writers wakusaidie ukichoka. Hivyo vyote ana control manager. Wanasema pesa ni ndogo, haitoshi kugawana nao wote, nitawaajiri vipi? Mimi nimeanza na Leonardo 2022. Wote tulikuwa tuna hela. Okay. Hadi 2026 ukiangalia sasa hivi Leonardo ana maisha mazuri, ana gari, ana kila kitu. Anza na mtu unayemwamini. Mchague mtu ambaye anaweza akakushibisha na yeye pia akashiba. Mchukue mtu ambaye mna njaa moja. Mimi na Leonardo tulikuwa na njaa moja. Wote tuna degree, yeye ana degree ya engineering ya water irrigation, mimi na degree ya marketing and public relation. Ila tukakubali ku create kile kitu. Kwa make sure unamchukua mtu ambaye anayekujua na ambaye mna njaa moja. Hela hiyo mtagawana. Mpata 100,000, msanii chukue 70, manager 30. Hivyo hivyo hadi mtafika tu. Okay. Sawa kaka Clevo. Ushauri wako kwa serikali juu ya content creator na social media wa Bongo, utashauri nini serikali? Kwanza wawatengenezee mazingira mazuri ya kuwa huru kwenye ku create content zao, kwa sababu Tanzania bwana ni sehemu ambayo content creators wananyimwa sana uhuru kufanya mambo yao. Let's say kingaba hoteli fulani kubwa, sheria nyingi, uhuru hamna, madaraja kama vile Tanzanite pale, uwe sio na kibali, maeneo fulani sio mbuga za wanyama, utaambiwa hivi. Kwa kwanza wawarahisishie kwanza mazingira ya kufanya kazi, lakini pia warahisishie pia miundombinu ya teknolojia. Aisha Speed alishindwa kuja hapa because of technology. Umeelewa Ana vifaa vyake ambavyo kwa hapa Bongo network yetu asingeweza kwenda live muda mrefu. Kwa hiyo hayo mazingira pia, lakini tatu pia wawapiganie kwa mambo ya tuzo hizi. Ziwepo nyingi. Unajua tuzo zina motivate sana mtu kufanya kazi. Leo hapa tuna Uni Awards. Kana pia usichukue hela, lakini ili tuzo ile recognition makampuni mengi hapa itakuona. Utaboost your personal brand, utaboost pia your value. Hapo pia utakuwa umeenda viral na mambo yako mengi yatanyooka. Sawa kaka mkubwa. Shukrani sana. Asante sana. Shukrani.